Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wa Baraka TV, ninayo furaha tena kukukaribisha kwenye kipindi hiki cha somo la kalenda. Ninaomba Mungu atujalie tunapoendelea na somo hili, lakini ninakushukuru kwanza kwa kuwa umekubali kutenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Kabla ya hapo, naomba tumshukuru Mungu. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa wema na fadhili zako. Mtazamaji yupo tayari kusikiliza ni nini unachotaka kusema naye. Mungu wa mbingu na nchi, umuonekanie kila anayetazama chaneli hii, ili ujitukuze kwa kumpa majibu kupitia somo hili. Nami najiweka wakfu kwa ajili ya somo hili katika jina la Yesu. Amen. Mpenzi mtazamaji, kwa wale ambao hawanifahamu, naitwa mchungaji John Msangawale wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi. Ninakukaribisha tuendelee pamoja katika somo hili mwanzo mpaka mwisho. Somo la leo ni somo la kalenda. Leo tarehe 10 mwezi wa 4, tumepewa Mwanzo sura ile ya 29 mstari wa 13 na wa 15. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 29 mstari ule wa Mwanzo 29 mstari wa 13 na wa 15. Na katika Agano Jipya tumepewa Luka 22 mstari wa 35. Mpenzi mtazamaji, tunaomba tufuatane pamoja katika kipengele hiki sasa. Na tunapoangalia Mwanzo sura ya 29 hiyo mstari wa 13 na wa 15, ni kuhusu mtumishi wa Mungu Yakobo na Labani. Hapa tunaona mtumishi wa Mungu Yakobo ambaye aliondoka akaenda kwa mjomba wake, na tunaona Biblia inasema Labani alipomuona Yakobo alimkaribisha kwa furaha, akamkumbatia, akamkaribisha nyumbani, lakini baadaye akamwambia awe anafanya kazi kama mfanyakazi pale nyumbani. Pamoja na kwamba alikuwa ndugu yake, lakini hakuona sababu ya kwamba angefanya bila malipo yoyote. Na katika mistari hiyo na hiyo ya nyuma na kuendelea sasa, tunaona kwamba Yakobo aliendelea kufanya kazi kwa uaminifu na aliendelea kulipwa, lakini baadaye ilionekana hakulipwa ipasavyo, na waliweka patano, na baada ya patano hilo tunaona jinsi ambavyo Yakobo alifanikiwa. Katika mistari hiyo tunaona mtumishi wa Mungu Yakobo hakupewa ipasavyo, na kuna kipindi waliweka patano la kusema sasa, kwa kuwa hatatumika bure, atakuwa na nafasi ya kulipwa. Na kwa kuwa atakuwa na nafasi ya kulipwa, atalipwa nini? Atalipwa kwanza mke, ataoa pale, lakini baadaye atalipwa pia mifugo ambayo itakuwa inamwangukia kulingana na patano lao. Tunachojifunza kutoka Mwanzo sura 29 mstari ule wa 13 na wa 15 na mstari mingine inayoambatana pamoja na mstari hiyo, tunajifunza swala la uaminifu, na kwamba Mungu hawezi kumsahau mtu anayefanya kazi yake kwa uaminifu. Uaminifu ni jambo ambalo limekuwa ni adimu sana katika dunia hii. Watu wengi wanafanya kazi, lakini sio kwa uaminifu na sio kwa kujituma kama Yakobo alivyokuwa akifanya. Kumbuka, uaminifu ni tunda la Roho. Kumbuka pia mtu mwingine ambaye hakufanya uaminifu sana ni Yakobo. Alipokuwa anaona anafanikiwa sana huyu Yakobo, Labani hakufanya vizuri sana kwa Yakobo. Alichokifanya ni kubadili mshahara wake. Kila anapoona anataka kufanikiwa, anambadilia mshahara wake. Na hapo tunaona kwamba hata wale wanaoajiri wawe na uwezo wa kulinda yale mapatano. Hata ingawa anayeajiriwa akionekana anafaulu na akaonekana anapata faida, lakini lazima apewe iliyo haki yake. Kwa hiyo tunapoangalia hii mistari, tunaona jinsi ambavyo uaminifu kwa pande zote ni muhimu sana. Na ndugu mpenzi mtazamaji wa Baraka TV, somo hili la leo linaweza likawa muhimu sana kwako pia wewe ambaye unanitazama sasa. Kumbuka kwamba Mungu anapokuwa anakupa nafasi fulani, hapo ndipo amekuwekea mafanikio yako hapo.
iwe ni kwenye kazi yako binafsi ya kujiajiri, au umeajiriwa na shirika la umma, au umeajiriwa na serikali, au pengine na mashirika binafsi, lakini hapo ndipo Mungu anakuwa ameweka mkate wako hapo. Na wale walio na uwezo, matajiri au waajiri, lazima wajue kitu muhimu, kwamba kuna vitu vingine Mungu ameweka kwako ni vya watu, watavikuta hapo kwako. Lakini kikubwa zaidi ni kuwa mwaminifu, na unapozidi kuwa mwaminifu kwa jambo lililo dogo, na utakuwa mwaminifu pia katika lililo kubwa zaidi. Katika Agano Jipya tukitaka kuangalia ili tupate kuoanisha na hiyo Luka sura ya 22 mstari wa 35. Luka 32 mstari wa 35, tunaangalia maneno ya Mungu katika Luka sura ya 22 mstari ule wa 35. Hapo tunapata ufunguo pia zaidi. Huu mstari wa 35 katika Luka 22 unasema, akawauliza, je, hapo nilipowatuma hamna mfuko wala mkoba wala viatu, mlipungukiwa na kitu? Wakasema la. Sasa tunachokiangalia ni kwamba pamoja na mambo yote, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, kuna wakati aliwatuma, ambacho kilikuwa silaha yao ni ule uaminifu, kwamba wametumwa wakapeleke habari njema. Ikiwa watapeleka habari njema kwa uaminifu, wasiende wala na mkoba wenye fedha, wasiende wala na akiba yoyote, wala na kanzu mbili, lakini kikubwa zaidi wakatimize wajibu wao wa kufanya kile ambacho wamepatana na Bwana wao wakakitende, yaani kupeleka injili nyumba kwa nyumba. Na kumbe hapa anawakumbusha sasa, anarudia jambo alilokuwa amewaambia. Sasa hapa ni karibu na wakati wake wa kuteswa, kukamatwa na kuteswa. Anapowauliza, ukiangalia mistari ya huku nyuma unaona anajadiliana nao, na anawauliza ikiwa wana upanga wowote katika kipindi kinachomjia au kipengele cha kukamatwa na kuteswa kwake. Anawauliza ikiwa wanaweza akawa na silaha yoyote ya kujilinda, na nadhani kulikuwa na silaha tayari, kwa sababu tayari mtu mmoja alisema tunazo hizi panga mbili. Tukirudi nyuma kidogo, mstari ule wa 33 panasema hivi, akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Akajibu akasema, nakwambia Petro, jogoo hata wika leo kabla wewe hujaonekana mara 3 ya kuwa hunijui. Na hapa ndipo tunaona Yesu anawauliza kwamba je, hapo nilipowatuma hamna mfuko wala mkoba wala viatu, mlipungukiwa na kitu? Wakasema la. Sasa hapa tunaona jinsi ambavyo, kwanza tukirudi, wakati Yakobo anatoka kwa kaka yake, amefanya udanganyifu fulani na ametafuta baraka zile kwa nguvu, aliondoka akivuka mto wa Yordani akiwa na fimbo tu mkononi mwake, na akiwa na fimbo akaweka ahadi mbele za Mungu kwamba nikivuka mto huu nikaenda huko nikafanikiwa, hakika nitakuwa nakutolea fungu la 10. Na alifanya hivyo. Kilichomlinda ni uaminifu. Alipoendelea kufanya uaminifu, na pengine unaona labda ni pengine hakuwa anatoa, lakini huyu yeye alikuwa anafanya uaminifu mbele za Mungu na mbele ya tajiri wake. Sasa kilichomlinda pale ni uaminifu kwa tajiri na kwa Mungu pia, na aliendelea kufanikiwa kwa sababu ya hivi vitu viwili, kuwa mwaminifu kwa Mungu na kuwa mwaminifu kwa tajiri wake. Na hapo sasa tunapoangalia katika hayo mambo mengine, tunaona pia Yesu anawauliza wanafunzi wake kwamba nilipowatuma mkawa waaminifu katika yale niliyowatuma kwayo, je, mlipungukiwa? Mlipokuwa hamna kanzu mbili, mlipungukiwa? Na mlipokuwa hamna akiba, mlipungukiwa? Lakini kumbuka, kwanza aliwaambia ikiwa kuna silaha yoyote, wakamwonyesha panga mbili. Alikuwa anataka kuwashawishi kusema hivi, uaminifu ni silaha. Hata bila panga, bila akiba yoyote, Mungu anatimiza wajibu wake wa kukulinda na kukupa yale anayokusudia kukupa. Mpenzi msikilizaji, kabla sijamaliza, nikusihi sasa wewe, somo hili lije kwako leo, kwamba wewe unanitazama sasa hivi na kunisikiliza, ujue kabisa kwamba wakati fulani umepewa nafasi nyingi tu, umepewa muda mwingi tu, umepewa mambo mengi kuyafanya. Je,
unayafanya kwa uaminifu? Je, unatenda kama ulivyo wajibu wako? Na wewe uliyepewa kusimamia, labda kusimamia ili uwape hata watu ujira wao baadaye, unasimamia ipasavyo na watu unawapa iliyo haki yao? Lakini kumbuka, Mungu ana nafasi ya kuwapigania kwa njia nyingi sana. Ana nafasi ya kuwalisha watu wake kwa njia nyingi sana. Kwa hiyo maadamu watu wakitimiza wajibu wao au wakitumika kama ipasavyo, Mungu ana nafasi ya kuwalisha, ana nafasi ya kuwapa. Isipokuwa tunajipunguzia wenyewe yale yaliyo haki yetu kwa sababu ya kuacha uwajibikaji ambao tulikuwa tuwe nao. Wanafunzi wa Yesu walichukua zile panga, na mmoja wapo wakati wa kukamatwa kwa Yesu alimkata mtu panga, lakini Yesu alionyesha uwezo wake kwamba sio silaha inayoweza kutusaidia, bali uaminifu mbele za Mungu. Akachukua sikio akalirudisha mbele ya watu wote, likarudi katika hali yake ya kawaida. Ninakusihi sasa kwamba na wewe mpenzi mtazamaji, umtegemee Mungu na kumtumaini, na huku ukifanya wajibu wako iwe sehemu ya kipaumbele zaidi, kuwajibika katika kila sehemu unayokuwa umesimama kupewa wajibu fulani, tenda kama ipasavyo. Na mtu yeyote ambaye anakuwa na uwezo wa kuajili au kusimamia, naye atimize wajibu wake. Lakini tujue kabisa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, isipokuwa kwa neno lake Mungu. Neno la Kristo basi likae kwa wingi ndani yetu katika hekima yote, na tukimtukuza Mungu daima wakati ufaao na usiofaa. Mungu atubariki na abariki maneno yake, na naomba tumshukuru Mungu. Asante Mungu wetu kwa neema yako. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika somo hili fupi linalotukumbusha uaminifu wako ulivyo mkubwa kwa watu wanaokutumikia, na jinsi tunavyopaswa kutenda kazi katika shamba lako bila kujali mazingira, bila kujali tuna kitu, bila kujali hatuna kitu. Maadamu uaminifu ndio silaha ya mambo yote. Tunakushukuru sana, nami namkabidhi kila aliyetazama na kuona na pia kusikiliza somo hili, ili apate kuona mabadiliko, akianza kubadilika yeye katika utendaji, ndipo mtendee kama ilivyo. Nami nakushukuru kwa kuwa Mungu tunajifunza kupitia Yakobo alivyofanikiwa, na mtumishi wako anaweza kufanikiwa akianza hatua moja au nyingine kufuata na kutimiza wajibu wake kama ipasavyo. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Ninakuaga mpenzi msikilizaji, tutaonana tena kipindi kingine Mungu akitujalia. Naitwa mchungaji Jona Msangawale. Pengine unaweza ukawa na shida ya kuwasiliana na mimi moja kwa moja. Nikutajia namba yangu ya simu, unaweza ukanipata kwa simu 0768 311 882, na pengine unaweza ukatumia mtandao mwingine ni 0673 311 883. Mungu akubariki na kutakia baraka za Bwana. Amen.